Mambo ilipoa kiasi na after some days dem akadai anataka kuenda Burundi ndo aende atengeneze passport. So mi pia nilikuwa excited juu ilikuwa dream yangu kuenda kupatana na my in-laws eti. So vacation ilikuwa poa but still hatukuwa sawa. So I approach one of our family member, nikamuelezea story na mahali misunderstanding ilitokea. Pia yeye akanishow ni ngumu sana kumuongelesha juu ni hadi yeye kusikiliza mtu hata mzazi wake. Akidecide something ni hivyo, so akaniambia wewe jaribu kila namna uongee na yeye na msolve issues pole pole. After 2 weeks tukaanza safari ya kurudi kutoka Burundi. Tukiwa njiani alipolala nikaamua go through our phone kucheki kama kuna suspicious things juu instinct yangu already ishaniambia kuna something wrong juu ya behaviors yake. Kuna message alificha kwa WhatsApp group akicommunicate na jamaa fulani wa USA, na huyo mtu walikuwa akibonga kitambo but saa hii conversation imekuwa hotter, si kama before. Hadi anamshow vile anampenda. Kitambo hakuwa na any documents, saa hii amechukua passport na ako independent. Hadi anamwambia akimaanisha mimi eti huyo fala very soon itatoka story yake. Na kuna day uncle alinitext akiniuliza huyo msichana kweli anaheshimu watu wazima, culture yao na yetu si the same, kwa sababu mtu mzee akikalisha disputing couples kwa heshima ya huyo mzee wanafaa kusolve issues, but huyo msichana vile anaongea na kunijibu ni kama hana nidhamu. Na mimi niliaibika sana kwa sababu yeye ni kama mtoto wangu. Sasa mimi nikamwomba uncle msamaha, nikamwambia udem ni mdogo, maybe ajui kitu anafanya, amsamee tu. Na keki alitumia huyo jamaa wake screenshot ya huyo uncle wangu akisema ati uncle Smile alimuongelesha huyo uncle anadhani yeye ni nani, yeye ndo amemlisha na kumvisha akwende na huko na hiyo familia yake. Mimi hiyo message ili nishtua sana. Alidisrespect familia yangu na kabila yangu kwa jumla. Na huyo mtu mwenye wanabonga niliwahi shuku na yeye hadi nikamblock namba yake, but still kumbe walikuwa na communicate kisirisiri. Bado kwa simu alikuwa akibonga na madem tofauti, wote wakimuadvise vile anafaa kufanya. Hadi kwa chat za mmoja wao nilipata akimwambia saa hii ataka peke yake afanye vile anataka juu already akona numbers na pesa pia anaendelea kuingiza. Kama mnakumbuka kuna time tulikosana na Obina kuhusu story fulani. Kumbe dem alikuwa anataka Obina na Obina ayuko hiyo story kabisa. Alishow huyu rafiki wake ati atajiforce kwa Obina kwa sababu kwa haki kuna connection, atapata pesa na madeals kadhaa za kampuni. Hadi anamshow rafiki yake Kenya alitaka kutoka Smile ni fame pekee, so aende ajitafutie pesa mingi kivyake juu ashajua kila kitu na kujanjaruka. So 2 days after tumerudi kutoka Kenya, nikachukua simu yake na nikatoa account zake zote, FB, TikTok, Instagram kwa simu yake, na nikarudisha kwa details zangu. Alafu nikamwambia for now we don't trust each other, acha atafute mtu wa karibu ama lawyer, nitafute pia tuandikiane mahali tuendelee kufanya kazi pamoja under contract, na pia kila mtu apate share yake. But dem alikataa akisema hakuna mahali mimi nimemsaidia, account zote ni zake na hata make sure atapata hizo account na makiburi. Pamoja na rafiki yake wakaenda kuripoti kesi kwa polisi, akaandikisha statement akisema nilimuibia account, cyberbullying, threatening. After mimi nilijileta police station, boom, nikawekwa ndani. After nimesomewa hiyo kesi yote, simu zangu zikachukuliwa na DCI. Ni weekend, nikajaribu kupigia familia na pia marafiki kwa elezea hiyo story. Walikuja the next day. Kumbe mapolisi wengi walikuwa side yake juu alikuwa dem, na mimi nikasukuma kwa ukuta, but families and friends walikam through. Akakalishwa na after all day of negotiations akawithdraw kesi na mimi nikaachiliwa. Hiyo ndio siku sitawahi sahau kwa maisha yangu. Niliweza kulala jela kwa mateso. Imagine, na hii jina yote si kwa sababu niliiba, sijaua mtu, but ni kwa sababu ya mtu ambaye nilimpenda na juu ya greed. Something tungekaa chini kusolve, akaamua kuniweka ndani.